Haya, naendelea na somo ambalo linaitwa namna ya kubadili mawazo ya moyoni mwako kuwa maono yenye matokeo. Kifupi na kufundisha kwa habari ya maono, hatua za kupata maono, na hatua hiyo huwa inaanzia moyoni. Kwa hiyo nakufundisha hatua za kupata maono hadi kuyatekeleza yakawafanyika kuwa na matokeo katika maisha yako. Maono ya aina yoyote, inaweza ikawa kwamba unawaza maono ya huduma, unawaza maono ya biashara, unawaza masomo, unawaza kilimo, unawaza kufuga, unaweza maono yoyote ulio nayo ambayo yamo katika moyo wako. Nataka nikusaidie namna ambavyo unaweza kuyatoa katika hatua za awali mpaka yakatekelezeka, lakini kwa muktadha wa kibibilia. Ninakwenda sambamba na mahusiano yako na Mungu, kwa sababu mengi ambayo huwa nayafundisha kwa namna hii, mimi huwa napenda nikufundishe pia na mtazamo wa kibibilia. Ni kweli kuna mitazamo mingine tu ya kawaida na mambo mengine ni ya elimu tu ya kawaida, lakini ni vizuri ukayaweka pia kwa muktadha wa Biblia. Naomba zile hatua zangu ambazo ni hatua 6, naomba watu wa media mnipe hizo hatua zangu 6 ambazo nimeshaanza kuzifundisha. Hatua ya kwanza ni hali ya kuonekana moyoni, ambayo naita visibility. Hatua ya pili ni information, ni maelezo, namna unavyoyapata maelezo sahihi kuhusu maono yako, lakini namna unavyotoa maono yako kwa watu wengine, unavyoshare. Lakini jambo la tatu ambalo ndio tutalifundisha leo ni strategies, mikakati, namna gani unaweza kuweka mikakati ya kutekeleza maono yako. Jambo la 4 ni implementation, namna sasa ya kuitekeleza ile mikakati yako. Tutakwenda kujifunza, nafikiri baada ya wiki ijayo nitakuwa ninafundisha implementation. Lakini kuna wazo la outreach, ni kufika nje ya kwako wewe. Kwa maneno mengine, lugha rahisi ni kuwa baraka kwa watu wengine na kuwa baraka kwa Mungu. Lakini na mwisho kabisa, nurturing, unavyoweza kulelewa, kulishwa neno. Lazima uwe ni mtu wa karibu sana na kuyajua maneno ya Mungu na kuwa karibu na Mungu na mahusiano yako na Mungu, ndio hiyo nurturing. Kwa hiyo hizo ndio hatua. Nishafundisha kuhusu visibility na leo ninafundisha kuhusu strategies. Lakini kwa haraka sana, labda tu nikusaidie kwa wewe ambaye unanisikiliza kwa mara ya kwanza leo, ni kwamba hii visibility ni hatua ambayo unashawishika moyoni mwako. Wazo ambalo unalo la biashara, wazo la huduma, wazo la masomo, usome nini, uache nini, lakini kile ambacho unakiwaza katika moyo wako, namna gani kinaweza kuwa halisi katika moyo wako. Na kama utakumbuka vizuri, tunafundisha kutoka kitabu cha Nehemia jinsi alivyopata hilo wazo la kujenga ukuta kule Yerusalemu. Kilichomfanya akathibitisha yale maono ni kwa sababu alikuwa katika magoti. Ikafika mpaka hatua akasema yale maono ni mzigo ambayo Mungu kaweka moyoni mwake, ni mawazo ambayo Mungu kaweka moyoni mwake. Namna ya kufanya hivyo ni wewe kuwa muombaji. Maono yoyote ulio nayo, na mtu mmoja wiki iliyopita niliongea naye, anasema yeye alinisikiliza hapa wakati nafundisha, akasema kitu kimoja ambacho nimegundua, kumbe lazima niwe na muda wa kuatamia maono. Mnafahamu kuatamia, kuku anavyoatamia siku 21. Mayai hayainguliwi tu, anakuwa na mchakato wa kuatamia. Na yeye akaitafsiri maombi kama ni kuyatamia maono. Ni kweli kabisa, na mimi nikakubaliana naye. Nikamwambia ni kweli, yeye ameandika kwenye notebook, na ndio maana ni vizuri kuandika. Ninapofundisha ni vizuri unaandika, kwa sababu kuna mengine hata kama ukinisikiliza inawezekana wakaedit, inawezekana wasifanye, ambavyo vingine ulivisikia. Au wakati ninapozungumza kuna vitu Roho Mtakatifu anakufunulia, unaandika. Kama huyo mtu akasema yeye akaandika neno kuatamia, mimi sikuzungumza kuatamia, lakini akasema maono lazima yatamiwe. Unajua nini? Unathibitisha kwamba haya ni mambo, kwa sababu Nehemia ile sura ya kwanza imekuwa dedicated kwenye maombi zaidi. Na sura ya pili inavyoanza, yule mfalme Artashasta wa Wajemi kule Iran anamuuliza una nini, inaonekana moyoni mwako kuna jambo zito. Akasema ni kweli, katika moyo wangu kuna jambo, na hilo jambo linahusu makaburi, mji wa makaburi ya babu zangu. Iko katika hali ya ukiwa, ipo katika hali ya aibu, kwa sababu kuta zake bado leo mpaka leo hazijajengwa, miaka 160 takriban bado hazijajengwa, na nitakuwaje na amani? Na akamuuliza unataka nikufanyie nini? Nikusaidie nini sasa? Mimi okay, you have just shared your dream. Wewe tu umenishirikisha,
maono yako. Sasa mimi nikufanyie nini? Na immediately akasema, akamwomba Mungu. Biblia inasema akamwomba Mungu kwa haraka, Baba nisaidie, ni wakati niliousubiri ndio huo, nipe maelekezo zaidi. Na kweli akatoa maelezo yale tutayapitia hata leo, lakini kikubwa ambacho nataka nikwambie kwamba baada ya miezi 4 ya maombi alikuwa ameshapata taarifa. Ni kuhakikishie kabisa kwamba alipata mzigo, alipata taarifa na alipata mikakati ambayo tutaipitia leo. Mkakati ambao tutapitia leo ni moja ya kitu alivyoambiwa unataka kufanya nini. Mtu anayeeleza yule ni mtu ambaye amejipanga. Huwezi kumwambia nikupe nini, hujawahi kufikiri what next. Sawa, ulikuwa unalia, una huzuni, so what next. Kwa hiyo ile ikampa kabisa mikakati. Yale maombi yalimsaidia kufika mpaka hapo, na hata leo nitafundisha mikakati. Kwa hiyo lakini kinachonifurahisha sana ni ule mstari wa 12. Hebu tuende kwenye Nehemia 2 mstari wa 12. Nehemia naupenda sana kwa sababu ilifika mahali yale mambo, japokuwa lilianza wazo moyoni mwake. Ninapenda sana kile kipengele cha pili. Anasema kisha nikaondoka usiku, mimi na watu wachache pamoja nami. Alipokuwa amefika kule Yerusalemu, wala sikumwambia mtu neno hili alilolitia Mungu moyoni mwangu. Je, wewe hilo wazo unaamini ni wazo la kwako au Mungu kalitia moyoni mwako? Ilianzia kwenye kuwaza, alisikia uchungu akalia, lakini mwisho baada ya maombi na hata kwenda kuchukua hatua anasema hili jambo Mungu kalitia moyoni mwangu. Kwa hiyo mzigo ni Mungu. Wewe je, mawazo yako huo unaweza kuyaoanisha na Mungu? Unayaonesha kwa njia ya maombi. Be a prayerful person. Jamani, kwa Mkristo hatuwezi, mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga. Unawaza mradi wa mabilioni, trillion investment, alafu yani hupo kabisa magotini. Jamani, mimi nafundisha Wakristo. By the way, wakati ule wa semina ya Pentekoste mimi nilipenda ile approach pia. Kuna siku moja mhubiri yule akasema hivi, akasema ilifika, na hasa nafikiri alisoma Luka 4 mstari wa 6. Luka 4 mstari wa 6. Shetani anasema, hebu niwekee, watu wanashangaa. Mimi ni msikilizaji mzuri. Ndio moja ya character yangu, sababu I write a lot. Luka 4 mstari wa 6. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Shetani naye anatoa utajiri. Sikatai. Kama ndio umechagua kutajirika kwa njia ya shetani, anakupa. Nenda kazindike tu, kaue mtoto wako, mke wako, umpendaye, hamna shida. Utapata utajiri. Mangine hata kwamba usio kuua, lakini unaweza, hata shetani anaweza kukupa utajiri. Sasa kuna nguvu mbili, akasema kuna nguvu mbili ambazo zinatoa utajiri. Na hapa alikuwa anazungumzia a big investment, fahari. Alimwambia kwa dakika chache, kusoma mstari wa 5, hebu rudisha. Anasema alimtoa akamonyesha milki ya dunia, akampandisha juu akamonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Wow! Kufumba na kufumbua ameshaona. Akamonyesha. Ni Yesu ndio anaambiwa. Sasa ndio anaendelea mstari wa 6. Akasema Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo. Alafu mstari wa 7, basi wewe ukisujudu tu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Najua hata wapo machangudoa saizi wana drive magari ya maana. Kwani ni uongo? Si tuko duniani? Kwani amoni hata kwenye mtandao? Wapo. Muulize sasa njia aliyopata. Wewe unatamani tu smartphone alionayo. Hata mashuleni mnafahamu binti zangu, kuna wengine wanamiliki smartphone ya milioni 2, milioni 3. Waulize walizopata. Si wamehongwa. Sasa naona nataka ndio uchukue hiyo njia. Inawezekana. Nenda tu Mkondo, wanatoa. Wapo wenye hela za kukupa? Wapo. Mbona wapo tu? Kama ndio umeamua shortcut, mimi nakufundisha kutajirika kwa njia za kimungu. Sasa principle, turudi kwenye mstari wetu. Kwa hiyo principle ni kwamba lazima ushawishike kwamba hili jambo limetoka kwa Mungu. Liko guided, liko covered na Mungu. Na Mungu is a backup. Yaani yuko nyuma yako.
Kwa hiyo wazo lazima litoke kwa Mungu, lakini taarifa nazo muombe Mungu. Maana nilisema kwenye kutafuta taarifa, unaweza ukaenda kuomba kwa watu sahihi, unaweza pia ukasoma vitabu, unaweza pia ukahudhuria semina, unaweza ukaelimishwa. Usiwe mvivu kusoma, usiwe mvivu kupata elimu. Ni kweli, lakini Mungu akusaidie kupata elimu kwa semina sahihi, kwa watu sahihi, usome vitabu sahihi. Mungu anaweza. Na ndio maana taarifa, sasa hiyo ni taarifa, lazima upate taarifa. Lakini pia ukiulizwa, ndio kama huyu ndugu yetu Nehemia, nikufanyie nini? Ukipata mtu influential akauliza, Mungu amekuconnect, mimi naamini Atashasta huyu alimpa vitu vingi. Na by the way, mnafahamu wana wa Israeli ni Koreshi mfalme wa Uajemi ndio aliwaruhusu kwenda, na akawapa na mavitu mengi tu. Akawaambia watu kwenye ufalme wake, wapeni chochote wanachotaka, chukueni. Misri, mnafahamu watoto wa Mungu walipewa kila kitu, akamwambia nendeni. Inawezekana. Na ndio maana sasa ile somo la divine connection ni muhimu sana, ukawa unaunganisha haya mambo, kwamba sasa hapa Atashasta na Muzo unataka nini? Mstari wa 4 nafikiri na 5 sura ya pili Nehemia mstari wa 4 na 5. Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unaotaka kuniomba? Basi nikamwomba Mungu kwa mbinguni kwa sekunde chache, Mungu nisaidie. Nikamwambia mfalme, akiona vyema na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali nipeleke mpaka Yuda, nipeleke mji wa makaburi ya baba zangu nipate kujenga. Jambo la kwanza unipeleke, unipe ruhusa ya kuondoka. Jambo la mstari wa 6 inasema, lakini pia mfalme akaniuliza utarudi lini? Na mwisho wa siku akampa muda. Mstari wa 7 anasema tena nikamwambia, nikaongeza. Huyu mtu alikuwa amejipanga. Tena nikamwambia, mfalme akiona vema nipewe nyaraka kwa maliwali walio ng'ambo ya mto, ili waniache nipite nifike Yuda, waniache nipite kwa usalama. Mimi hilo ndio mahitaji yangu. Jambo la 8, mstari wa 8, nipewe pia na waraka kwa Asafu mwenye kutunza msitu wa mfalme, ili nipate miti. Mwingine anasema timba, mbao, kufanyia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na ukuta wa mji, na kwa nyumba yangu nitakayoishi mimi. Sasa hizo ni taarifa, hizo ni kwa habari ya taarifa. Leo tunakwenda kwenye mikakati. Iko hivi, maono bila mikakati ni ndoto ya mchana. Wewe ambaye unasema una maono ya kufanya jambo lolote, kama huweki mikakati, unaota tu ndoto ya mchana. Ile tu ukiota hata mchana, sijua wanaota ni ndoto ya mchana. Maana yake ni kwamba afadhali watu tunaota usiku, angalau ukiota usiku tunajua umeota. Mchana unaota, unatembea na kufanya kazi. Labda ni maono sasa hayo, sijui ndio maono yenyewe. Bwana, mimi nilikuwa natembea tu mahali, alafu nikaona ninaendesha magari gani expensive siku hizi. Mimi sijui hata magari expensive. Mimi najua la kwangu tu ndio zuri. Hebu niambie, ni magari nyewe mnayotamani, magari mazuri kabisa. Hamjui hata gari. Mko rohoni wanangu, kwa kweli mko vizuri. Hapo ndipo napowapenda. Yaani vitu anasa za dunia nyewe hamjali. Nyewe hamjakamatwa na anasa za dunia. Sasa ndoto za mchana ni kwamba unaota kitu ambacho yani limepita tu wazo swali likaisha. Hamna cha kufanyia. Kwa hiyo maono yanahitaji mikakati. Sasa mikakati ni nini? Mikakati ni mpango kazi, ni ramani namna utakavyo tumia rasilimali, muda wako na mgawanyo wa majukumu kutimiza maono yako. Na hapa niseme uwe na tabia ya kuandika. Tabia ya kuandika. Wewe unaandika, huwezi ukakumbuka kila kitu. Na ndio maana nimekusisitiza hata hapa, andika, yatakusaidia haya. Wengine huwa wana kichwa chao, mimi sijawahi kukiamini kichwa changu kwamba kitakumbuka kila kitu. Sijawahi kukiamini. Wengine wanaamini sana kichwa chao. Hebu naomba mtu asimame aje aniambie niliyohubiri tarehe 1 mwezi wa kwanza. Najua ilikuwa ni siku ya angalau ya mwaka mpya. Nilikuwa natangaza neno la mwaka, lakini unieleze point by point leo ninazungumza. Nani yuko tayari? Kuna hela by the way.
Na mimi nitazipitia hapa, nitazifungua notes zangu. Alafu nione kama utatiririka kama nilivyotiririka. Unajua, sikiliza, ni vizuri, na nimekwambia maono, hata ukipewa maono, sikiliza, labda wengine hamkunielewa vizuri na labda mimi sikufafanua. Maono yanaweza kawa yapo mengi. Kwa mfano unataka biashara, unaweza kuwa na maono ya kufuga kuku, ya kuendesha bodaboda, ya kununua nini haisi, ya kununua nini mashine za unga. Mimi kwenye Biblia yangu nilikuwaga na orodha ya maono kama 12 ya kufanya hapa duniani maisha yangu. 12 biashara. Sasa na yote nilitafuta taarifa. Alafu baada ya kupata taarifa nikachukua lile ambalo ninataka kulitimiza, nikaliwekea mikakati. Na ndio kipindi hicho Mungu alinifundisha kuhusu namna hii. Kwa hiyo mkakati unaweka kwa kile kitu ambacho umesema hiki nitakwenda kukifanyia kazi. Mengine yasubiri kwanza. Nitatafutia taarifa, hata taarifa labda ngoja, nimevutiwa zaidi na hii na nasikia nasukuma nikiomba, nasikia mimi niko zaidi kwenye biashara ya kitu fulani. Kwani biashara zinafanana? Wewe unafanya biashara gani? City cover. Jamani, mkitaka city cover za bodaboda za nini, muoneni huyu mpendwa huyu. Ndio biashara yake. Mimi nishafika mpaka kwenye kiwanda chake. By the way, nilishamwambia afungue kiwanda kikubwa. Sijui kama naona hayo, na tuko kwenye mchakato. Tunamtafuta bwana. Tuko kwenye mkakati. Basi mkakati, nisikilize vizuri. Yaani unajua mimi ni mmoja wa watu nahamasisha watu. Sitaki watu wakae kinyonge. Toka kwenye hatua ulionayo. Unajua ukiridhika, hali ya kuridhika, complacent, yani ni vitu ambavyo I don't like. Yani sasa hivi tumeshafika. Yani kama hapa tubweteke kwamba tumekuwa na kanisa zuri ndio tumemaliza. Jamani, kuna ngoma inakuja huko. Alafu ngoja niwaambie maono ambayo nimeshaanza kuyapata. Siku ikifika kujenga kanisa la watu 3000 kule. Unajua nitakachofanya? Nimemwona engineer nani leo. Unakumbuka nilikuwa nawaambia nataka tena mkaniambia jina. Ile ya kwamba unampa mtu ana design, anakujengea kila kitu. Pamoja na manini, kila kitu anamaliza. Wa China wanafanyaga hivyo. Huyo amesoma China, ndugu yangu Nasari. Mkaniambia wao mnasema ile unakuja kupewa ufunguo tu kufungua. Mkasema inaitwaje? Mliniambia siku nilikuwa nawashirikisha. Sijui ni Elvis ndio aliniambia. Yaani kwa hivi project hiyo sitahangaika mimi na kuagiza mavifaa ya China. Nitampa Mchina mmoja hapa au kampuni ambayo itaweza. Nitamwambia nichoree mchoro wa kujenga, wa kuweka skrini, wa kuweka taa, wa kuweka kila kitu na viti vitakavyokaa na muonekano wake, unichoree, unidesignie. Ukishaanza hiyo project, utajenga, utaagiza mwenyewe, wewe niambie ni shilingi ngapi unataka. Mnaanza kunishangaa. Ndio hivyo nawaza. Yaani mimi aje anipe ufunguo tu. Nikifungua tu hivi tu chwa, nasikia mambo ya kwanza si China waniagizie, si nini TRA, si wafanya nini, si mara Equity wanifanya Sasa shida nilikuwa nazungumzia complacent, kwamba hapa ni bweteke, kwamba ndio tumefika. Bado safari ndio, yani kwanza ndio imeiva. Na kama utaki kutembea na mimi hizo safari, anza kufikiria mara mbili. Kwamba huyu mzee tuende naye au nimwache kwenye mataa. Mungu aliniambia atanipa watu, na mtu ni wewe, yani unaniangalia. Mimi Mungu aliniambia, mbona hapa tumeweza? Sawa, sasa nachoambia mimi ile hali ya kuridhika. Wewe biashara unakofanya toka miaka ni yako wako. Tangu tumekujua, yani yeye anawekaga karanga kwenye kona ya nani hapo ya kanisa. Mwaka wa kwanza, mwaka wa 10, mwaka wa 20, mwaka wa 30, kweli. Umekuwa yule anayeomba pale, hata aliyekuwa anaomba hekaluni. Petro akasema, Bwana, dhahabu na fedha sina, lakini kwa jina la Yesu toka basi na ulemavu wako hapa. Yaani unajua kuna wengine wanatilisha huruma. Yaani tangu alipopataka kama ono kake kama mwaka 47 mpaka leo hajawahi make development. Yaani hamna hatua. Maono kweli hayo. Ndio maana nakutia uchungu na kutia hamasa. Kuna uwezekano wa kutoka Mungu anachokuazia umiliki mabilioni. Hamjapiga kelele kwa sababu unaona bilioni kuishika.
Yaani kwa sababu ulishika bilioni wewe unaona ni ndoto ya mchana. Baba yenu sasa hivi nawaza project ya mabilioni. Biashara mimi na miaka 63. Wewe miaka 30, miaka 24. Ayo, jamani. Mimi sasa hivi nawaza project. Ninaumiza huyu hapa mwanangu anakujaga na nikuta mimi nawaza. Wewe mafikiri siku zote nawaza Nehemia tu. Hata Nehemia akasema hizi mbao nitakwenda kujenga na nyumba yangu, afadhali uliwaza. Yana kana umiza kichwa. I tell you, na nawaambia kweli kabisa. Yaani mwakani nitakuwa na project ya mabilioni mwakani. Na siwaambii leo. Ila huyu nishamdokeza. By the way, ngoja niwaambie basi. Mimi friji langu si mnataka niwaambie. Nawaambia sasa. Kuna nyumba moja mzee Maboko alinipa urithi. Ni nyumba kubwa tu iko kama mjini pale, stand. Na ina mavyumba mengi tu. Na inaleta hela nzuri tu. Tumeachia urithi mimi na dada yangu. Sasa ile tumeshafanya mchakato iingie kwenye urithi wangu. Yeye kuna mali zingine za dada yangu anazichukua. Tulishakubaliana mimi na dada yangu. Ili kila mtu apate. Sasa ninakamilisha ule umiliki, ownership. Nikimaliza ninalifumua lile jengo lipo katikati ya jengo, yani ya jiji ya stendi, nalifumua. Na hivi tayari niko kwenye mchakato na naongea na benki, sikwambii ni benki gani. Ili usije wasema na wapigia debe. Na wameshakubali kuifund kujenga jengo la bilioni 1. Ndio baba yenu sasa. Nyie mnafikiri niko hapa mimi nategemea sadaka tu, ninategemea tu mzee anakula sana hela zetu. Mimi si hela zenu. Mimi hawa hapa nawaambiaga usitumie madhabahu kuwa bilionea. Hawa nina cancel mimi wachungaji hao. Mwingine anafikiri niende kwenye uchungaji, alafu nitawakamua nitawapiga utaanza kumanipulate watu. Na mimi ndio sitaki hiyo kumanipulate. Kwanza nataka nikuonyeshe kama kielelezo. Hiyo project ikifanikiwa nitawapeleka mwende tunazindua huko, nitawapeleka. Sitakuwa nazo. Hata msipochanga mimi nitawachukulia makopolo hapo, twende tu tupeleke huko. Twende mkaombe sasa. Baba yenu amefungua mradi multi-billion dola. Sasa kama nikianza kuingiza hela mtanionea hivyo. Kwa hiyo mimi nirizika tu, mzee Maboko alitupa tunapata milioni 6. Mimi mzee Maboko alifanya ya kwake. Sasa kaniachia urithi alafu mimi nisiendeleze. Na story building za chini ni ghorofa 3. Na saizi liko chini tu na mabati ya mwaka 47 ya mengine yana kutu, lakini wafanya biashara. Sasa nawaambia nafumua, nawapa notice, alafu najenga jengo kubwa. Niko kwenye mikakati hivi sasa hivi. Mikakati si pamoja na kutafuta hela. Nitakufundisha baadaye. Sio kwamba ninakwambia tu vitu ambavyo mimi mwenyewe sifanyi. Sasa wewe mtoto wa miaka 24 umeshaanza kukata tamaa saizi ya maisha. Hey, come on. Miaka 30. Mimi nitakufa tu maskini. Unajua shida, hujaona kwamba kuna kutoka. Mimi nikisema hivi sisemi kwa sababu niko smart sana. Lakini ninajua namna ya kufanya. Na mkakati sasa, mkakati. Nitakupa mikakati baadaye. Kwa hiyo hatua hii inahusisha kuweka mikakati au mpango kazi. Namna utakavyotimiza maono yako kulingana na taarifa sahihi ulizozipata. Kumbuka umepata taarifa kwenye stage iliyopita. Na hizo taarifa ulizipata kutokana na wazo sahihi uliloanzisha kama mzigo moyoni. Kwa hiyo ulishamaliza hapa, ukaona hicho kitu tu kwa udogo. Ukapata kama snapshot tunasema ya kitu unachotaka kufanya. Alafu baadaye information umekusanya taarifa. Sasa hizi taarifa unazigeuza kuwa mkakati au mikakati. Ndicho ninachokufundisha katika siku ya leo. Mfano wa Nehemia. Nehemia alikuwa ni
Nehemia alikuwa ni mwanamikakati mkuu. He was a great strategist. Alikuwa alipanga mikakati kabla ya kuanza ujenzi ule wa ukuta. Alipanga mikakati ndani, na mikakati inaweza ikafanyika kabla, lakini hata unapoendelea na utekelezaji mikakati inaweza ikabadilika. Mungu anasema, mimi nafikiri katika Zaburi 32 mstari wa 8. Hebu niwekee Zaburi 32 mstari wa 8, inasema nitakufundisha, alafu baadaye nitakuonyesha njia, alafu nitakufundisha na jicho langu likikuangalia. Zaburi 32 mstari wa 8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoendea. Nikimaliza nitaendelea kukushauri, jicho langu likikutazama. Sasa when God teaches you, shows you the way, of course he will continue to advise you, to counsel you. So accept to be counseled by God. Ukubali kushauriwa. Tutamwona Nehemia, kuna nyakati mambo yalikuwa yanakwama kidogo, anabadilisha mkakati. Mkakati wa kwanza aliofanya, alipanga mkakati wa kusafiri kwa usalama. Tumeshasoma ile Nehemia sura ya 2 mstari wa 7. Aliomba, sura ya 2 mstari wa 7, aliomba barua kwa mfalme kwamba iwe aweze kuruhusiwa kupita kwa usalama kwa magavana walio ng'ambo ya mto Jordan, mto Frati. Manake alishaanza kuwaza kwamba jamani, naweza nikafa hata njiani. Unaona mikakati aliyopanga. Na ndio maana alitoka kwenye maombi akamwambia mfalme Artashasta, pamoja na kwamba unaniruhusu ndio, lakini naomba hilo la ruhusa kama limekubalika, naomba nipe ulinzi, nipe barua. Ndio maana hata kabla hujajua biashara unaotaka kufanya nini, jua taratibu za kupata leseni, za kulipa TRA, za kufanya biashara halali. You have to know. Sasa sometimes people neglect these things. Niwaambie ukweli, utakamatwa, na siku kikamatwa usije ukasema mchungaji, yamenikuta shetani kajiinua. Kwa sababu umekosea taratibu. Yeye akawaza akasema, kule njiani kuna magavana ambao wanaweza kunizuia, naomba barua. Sasa kilichonifurahisha, baada ya kuomba barua, huyu jamaa akamwambia sawa, barua nakupa. Sasa ninakupa na jeshi la kukulinda. Mstari wa 9. Soma mstari wa 9. Mungu anatoa, unajua kwa muonaji Mungu anampa na vya ziada. Mtu ameona swala la usalama ni la muhimu. Sasa angalia, ndipo nikafika kwa maliwali walio ng'ambo ya mto, yani magavana kule mto Frati, nikawapa hizo nyaraka za mfalme. Tunasema ni royal letters, ni nyaraka za kifalme, kibali cha mfalme kwamba apite, aruhusiwe huyu jamaa. Naye mfalme, hapo sikuomba mimi, naye mfalme alikuwa amepeleka maakida wa jeshi, yani army officers or military officials, watu wenye mavyeo yao jeshini, maakida wa jeshi lake na wapanda farasi pamoja naye, maaskari wanaotumia farasi. Fikiria, Nehemia anatoka Shushani ngomeni, anatoka Uajemi akiwa na convoy, mimi naita convoy ya kumsindikiza. Alikuwa na msafara wa kumsindikiza. Utafikiri na yeye ni mfalme, lakini yote hayo amepewa kwa sababu alifikiri, aliwaza. Mungu akamwongezea na vya ziada, akamjaza moyo wake mfalme. Akamwambia bwana, akajamaka ngoja tu nikape ulinzi. Barua haitoshi by the way. Na barua, ngoja nikwambie, waliokuwa nashika ni wale walinzi. Kama una walinzi utashika wewe afisa utashika nani barua. Wakisimamishwa tu stop, wanatoka jamaa lenye manyota. Wow, yaani nampenda Nehemia. Yaani jamaa alikwenda kibabe. Alikwenda kibabe jamaa. Ndio uzuri wa kumtegemea Mungu. Anatoka pale afisa moja na nyota, brigedia. Jamaa amepiga magwanda. Alafu tena jamaa lenyewe niliajemi sasa. Yaani niliafisa. Hawa hawakuwa Wayahudi, maafisa hawa. Walikuwa ni Waajemi wenyewe kule utumwani. Kajamaa katumwa tu, kalikuwa kanafanya kazi Ikulu. Na sikiza, farasi hizo farasi ni yale magari mnaonaga kwenye msafara. Wakati huo ndio zilikuwa farasi. Wewe ukiwa na farasi wewe unabiliki farasi wewe. Hata sasa nenda kanunue farasi. Mbwa tu ameshindwa kununua farasi.
farasi. Farasi ni magari yale msafara unaonaga ile convoy ile inayopigwa mapikipiki na mafarasi. Na magari yale ikulu yakipita. Pisha. Wakipita nani huyo kajamaa kamekaa tu Nehemia wao. Maafisa ndio wanakwenda. Unajua kwa nini alikuwa anafanya hivyo? Twende kwenye Nehemia 5:14. Nitakupa kitu kingine ambacho wao mkielewi. Na ndio maana mimi naruka tu huku. Tena tangu wakati huo nilipowekwa kuwa liwali wao katika nchi ya Yuda, tangu mwaka wa 20 hata mwaka wa 32 wa Artashasta mfalme, yaani miaka 12, mimi na ndugu zangu hatukula chakula cha liwali. Governor, liwali ni governor. Kifupi ninachotaka kusema hivi, Artashasta akasema, sasa ulinzi tu haukutoshi, wewe na kufanya kuwa governor wa Yuda ili kazi yako iende vizuri. Si tayari umewezeshwa? Yaani umepewa kuwa mkuu wa mkoa. Yaani unataka kuja kufanya kazi Mbeya, alafu anakuambia sana nakupa na ukuu wa mkoa. Yeah. Unaona Mungu alivyomsaidia naye kuweka mikakati mingine. Jambo la pili, alihakikisha anapata baadhi ya vifaa. Tumeshasoma ule mstari wa 8, sura ya 2 mstari wa 8. Aliomba barua kwa mfalme Artashasta kwenda kwa Asaf. Asaf alikuwa ni mtu anatunza misitu ya mfalme, kwamba nikapate mbao. Yaani huyu alikuwa strategist, kwa sababu alishajua kule kunahitajika mbao na mbao hazipatikani kule ninakokwenda. Kwa hiyo anasema nahitaji mbao kutokea huku. Mungu amewabariki nchi, yani huku kuna msitu mkubwa. Mungu wangu nikifika kule nitajengaje milango? Tukaanze tena kubageni kutafuta twende. Mnakumbuka hata hekalu la kwanza wakati linajengwa, Suleiman alikuwa anatoa mbao, miti alikuwa anatoa Lebanoni. Someni maandiko. Lebanoni, mbao za Lebanoni ndio ilikuwa kando ya bahari ya Mediterranean. Kule ndio kulikuwa na misitu. Sasa huku kuna mito. Kuna mamiti na mfalme maana naomba tu ruksa. Sasa huyo sio mwana mikakati huyo. Wewe sasa umeweka mikakati mingapi? Hata hapo tu sasa. Fikiri kuhusu maono yako. Hebu tuambie mwenzetu. Hebu fikiri kwa dakika chache maono yako. Kweli una mzigo. Labda hata taarifa hujatafuta. Ndio maana nimekusaidia, tafuta taarifa sahihi. Na hizo taarifa zinakusaidia kuweka. Ina maana taarifa alizoambiwa, moja ya kitu ambiwa, malango yamebomoka. Sasa akaanza kujiuliza, je, miti nitapata wapi? Akiwa kwenye maombi, Mungu akamwambia, utakapopewa opportunity na kuongea na mfalme, muombe. Ndio maana akasema sio swala tu la kwenda, mfalme nipe barua nikapite kwa salama, lakini nipe na magogo ya kujengea. Kwa hiyo akaomba mpaka nimekwambia resources, rasilimali. Rasilimali by the way, tuna material, tuna finance, tuna watu. Sawa Nikushangaze. Unajua kwa nini alisema kwamba ule mstari tuliosoma sura ya 5 mstari wa 14 anasema sikuomba gharama za liwali. Alikuwa anawahurumia watu wake wamekaa kihoehae. Tutakuja kufika huko tutakapozungumza. Lakini ni kwamba pesa alikuwa nayo. Alitumia saving za kama mfanyakazi wa ikulu. Alikuwa na fortune, alikuwa na wealth. Unaweza kujiuliza kwa nini alikataa mpaka chakula cha liwali, kutoza kodi watu ili yale. Alikuwa anakula mwenyewe, na ukiangalia ukisoma huku mwishoni alikuwa anatunza watu 150 walikuwa wanakula nyumbani kwake kwa hela yake mwenyewe ili kazi ifanyike. Haya, sasa umejipangaje? Alikuwa na saving. Kwa hiyo alikuwa na pesa. Akapewa miti bure, material, akapewa na watu wa kumsindikiza, resources, na aliziomba zingine akaongezewa. Sasa akaamua kupewa na cheo kwamba ili ukafanye kazi vizuri. Sawa Kwa hiyo sasa tunaona kwamba huyu mtumishi wa Bwana aliweza kupata hata vifaa vya ujenzi, alikuwa amejiandaa. Lakini cha tatu ambacho ni muhimu sana katika leo, sura ya 3, utaisoma kwa wakati wako, sura ya 3.
alifanya mkakati wa kugawa kazi. Nimekwambia division of responsibilities is part of the game. Je, hiyo biashara unayowaza, hiyo maono ulionayo, utafanya wewe peke yako au utahitaji watu? Tuanzie hapo kwanza. Mimi nitaendesha mwenyewe, sawa. Zikifika 3 au 4 au 5, mwanangu lishawaza. Wewe nakuuliza, si una bodaboda, utaishia moja tu mpaka miaka ijayo, utaishia kweli kama moja. Yaani nitakuwa mwanangu, hapana, uje nikufundishe vizuri. Kama unataka yani biashara bodaboda, anza kufikiria kumiliki kama 10, 20 ili wakuvuruge akili utakao hapa hizo bodaboda. Kuna binti yangu mimi, mtoto wa marehemu mdogo wangu, binti kamaliza UDOM, anamiliki bodaboda 2. Yeye hajui hata kuendesha, anakaa nyumbani na kila siku anamletea 15,000. Kwa hiyo 2 30,000 kwa siku. Alikuwa ananiambia, baba, uhitaji hata kunilipia mimi nani? Baba yake alishafariki na mama yake ni yatima, na ametoka kusoma UDOM, na nilikuwa naishi naye. Nikamwambia uje ukae nyumbani kwangu, akasema no. Kabinti kadogo tu. Ambia unaishije mwanangu? Hebu njoo niasimbie vizuri. Anasema baba, nina pikipiki 2. Baadaye nikaja kumuuliza siku moja, pikipiki zinaendeleaje? Anasema moja imepata ajali, nimepata hasara. Nikamwambia nitakutia moyo babako, kwa sababu na akili kuliko yani mtoto binti. Hapa anauza anafanya biashara kwenye online. Hapa amefungua na duka la wakala. Alimwona dada yake moja yupo ni dada yake mtoto wa babangu, yani wa kakangu, yuko anaishi Dodoma. Ana duka la, akamwambia naomba basi nianze basi naweka na mimi mtaji kwa nani wako. Akamsaidia, si yatima kwanza, na amemaliza na ajira zinasumbua. Akaanza kuweka vizuri mambo yake. Binti mimi alinitia moyo. Bodaboda ilivyogonga mwamba ikaharibika ikapata ajali. Nikamwambia nakutia moyo. Ni shilingi ngapi? Milioni 2. Wakati usema makoto nilikuwa nayo milioni 2.5. Nikamwambia chukua nenda kaendelea na biashara. Yani una excite. Yani huyu mtu unamtia moyo. Nilikuwa namtumia hata kuambia hata kaka zake, waulizeni kina Joeli na kina Mbea, nyie binti yenu, yani huyu dada yenu, changamkeni na nyie. Wanaume hapa msile ugali tu, changamkeni. Ndio hivyo. Sasa sawa, mambo mengine yanakwama, si unajua biashara. Lakini haina shida. Lakini at least nilikuwa namuona yani ni mtu kweli anatumia. Sasa nilikuwa nasema, ndugu yangu, usimiliki moja tu. Umekaa na huyo nilishamwambia kiwanda, nahitaji kiwanda ise. Na wewe nahitaji, kama ni hiyo biashara umeamua, bodaboda zianze kufika ya 2, ya 3, ya 4, ya 10. Alafu siku zingine tu sema mimi nitakuwa nakuja tu napiga praise hapa na hela zinakuja zenyewe. Si ikifika jioni tu kama bodaboda 10 wakuletea 15,000, si 1,500,000. Mshahara hebu piga mara 30, ni milioni ngapi? Hebu piga mara, ukiletea 15,000, 1,500,000 kwa siku mara 30 ni shilingi ngapi? Si milioni 4.5. Nyie mnaofanya kazi biashara, nyie mnaotaka ajira, kuna ile itakuletea milioni 4.5 kwa mwezi. Hata mimi mkurugenzi ndio nalipwa hizo. Ndio hivyo. Sasa mimi nakufundisha namna kutoka. Usiridhike na mahali ulipo, amua kutoka. Hivi nakufundisha, natengeneza mamilioni hapa. Kweli kabisa. Nakupa mawazo very practical. Kwa sababu wengine nawajua. Mimi yuko hapi leo nani Musa Banyikwa yuko hapi? Hata mke wake hayupo. Mke wa Banyikwa yuko hapi? Yupo. Vero hayupo. Iko hivi. Alianza na kupika mikate ya kukanda mwenyewe. Yaani wanapata shida. Mimi nikamwambia tafuteni mashine. Wakaja kumiliki mashine ya kukandia. Wakajiongeza
na ya kuoka walikuwa wanatumia ya lokoloko, wakaongeza. Na nikamwambia siku moja, nitamkaga hapa wale mliokuwepo, nikamwambia utaanzisha Banyikwa Bakery. Si huyu hapa na supply mikate siku hizi. Nataka niwaambie alivyotoka, muulizeni mwenyewe. Siku za mtawanyiko, siku za kukaa kwenye mretemu nazijua, ila siwezi kuambia, ni siri yangu na yeye, lakini nendeni mkamuulize. Na nikamwambia usiridhike, nataka kiwanda. Tena ukimaliza kiwanda Mbeya, na sasa hivi nasema tena, kama angekwepo ningemwambia peleka na sehemu zingine. Banyikwa Bakery. Uwaze, unajua shida hivi na, am I talking to somebody? Yaani hapa Mungu amenipa upako niwafundishe. Kweli na upako kweli wa kufundisha maono. Na leo nipeni muda tu. Nipeni muda leo nimalizie hii kitu. Ni nzuri sana. Mnasikia? Akahamasisha kugawa kazi. Nilikuwa nazungumzia kugawa kazi. Na by the way, asubuhi niliwaambia hivi, kama hiyo biashara ni wewe ndio unaisimamia, bado tu unapata ile ni pet business. Hiyo ni biashara tu ya kuingiza mdomoni, maisha yaende. Upate na hela kutoa sadaka na usafiri, itakusaidia, ni kweli. Lakini unataka kuwa investor, mwekezaji ndio hali ya juu. Mwekezaji hela huwa inamtumikia, sio inamtumikisha. Nirudie. Mwekezaji hela huwa haimtumikishi, bali inamtumikia. Anaweza matajiri wakubwa wanacheza gofu, wako wanawaza tu kwenda Hawaii na kuweza kwenda kutembea na kuenjoy maisha, lakini kila dakika hela inaingia. Hela inatengeneza hela. Ukianza kuajiri uko kwa uelekeo wa kuwa worth. Kuna kuwa rich na kuwa worth. Kuwa rich unaweza kaishia hii, lakini kutoboa, kuanza kutengeneza utajiri. Yaani siku ukiugua na kaduka kameugua, Mungu wa Israeli kiala tutule. Yaani siku ukilala kitandani, mchungaji, mtaji umekata. Sasa mimi nataka nikutoe hapo. Ifike yani umelala kitandani, umekuja kwenye ibada, hela zinaingia huko. Hutanisumbua hata kwenye ibada, nitakuita hata kwenye maombi utakuja. Wengine mji kwenye maombi kwa sababu mnatafuta ndululu. Yaani toka asubuhi hujazipata mpaka nafika saa 10:30 muda wa ibada, ndio kwanza wateja wanaanza kuja. Ndio maana sikuoni hata kwenye maombi. Mimi angalau kuna vihela vinaingia kidogo, sio sana, lakini yaani hivi mnafikiri kikaa hapa mimi hela wazingiaje? Mchungaji anakaa hapa, amekaa toka asubuhi mpaka jioni, anaanza tu sadaka zetu. Ushindwe. Inaanza kukusaidia. Hiyo unafikiri mimi ningeshinda kufanya? Yaani nyewe mnafikiri kwa mfano, nisingefanya uchungaji, hivi ningeshindwa kufanya kazi hivi? Mwanangu, wewe mwenyewe unanijua. Yaani ningekuwa busy, eti amestaafu, angesubiri kufa. Hamna kusubiri kufa, mpaka kieleweke. Watu wengine wanakufa na pressure kwa sababu akishastaafu hajajiandaa. Mimi nimejiandaa. Hata jana nilikuwa na wakili hapa, tunafanya mambo fulani ya Dodoma. Kuna kitu kingine kinataka kujibu huko. Yes, huyu hapo nilikuta na wakili mimi. I'm thinking. Sasa nipata stress eti kwa sababu nianze kuwakamua. Mnataka nianze mahubiri ya kuwakamua? Mnataka nianze? Kila maombi hapa milioni. Jamani, mimi nataka kuwa kielelezo kwenu. Moja ya kitu kweli kabisa niwe mkweli.
Mungu nishamwambia mimi nataka unibariki kwa kazi ya mikono yangu ili niwe kielelezo kwa wale ninaowahubiri. That's what I want to do. Hela yenu hapa, unafikiri ningetaka haya mahela yenu hapa mlioweka hapa ningeachukua yote nikaenda nusu, ningeweza kukata nikaenda kufanya biashara. Nende mkafanya audit. Na waruhusu, leteni auditor. Muangalie hela yenu mpaka senti nimelipa na za kwangu. Mtakuta na zingine za ziada zilitoka wapi? Nyie hamjui. Wanaojua wanafahamu. Na mimi nishamwambia Mungu, maisha yangu ya mwisho, narudia tena, maisha yangu ya mwisho natamka madhabahuni yawe bora kuliko maisha ya mwanzo. Katika Ayubu 42, Ayubu anasema maisha, mstari wa 10 anasema maisha yake yalikuwa bora, maisha yake ya mwisho yalikuwa bora mara 2 kuliko ya kwanza. Hiyo nilishaidaka na sitaikiuka. Na hiyo ndio moja ya mambo, usione kitambi kinaisha. Sio naombea tu kujaa kanisa, naombea na maono yangu. Ndio fika mahali nasema Mungu, kumbuka ile ahadi yako, maisha yangu ya mwisho. Na nakwambia kweli kabisa mbele za Mungu, mimi nitabarikiwa kuliko nilivyokuwa nafanya kazi. Kama mlikuwa nafikiri mimi nilibarikiwa kule nafanya kazi, Chris, yani sasa hivi ndio kwanza nafungulia bomba. Mwanangu, kama mkao wa kula, tushindanage tu kwenye marketplace kule. Twende tu huko kwenye wazi na nini, space ya kufanya market. Bwana, mnafikiri mimi mchovu? Nawaza. Siwafundishi kitu ambacho eti na theory. No. Very practical. Nafikiri mmenielewa. Alihamasisha watu haya. Katika kipengele cha 3 aliweka mkakati wa kugawa kazi. Nikupe tu mfano vionjo kidogo. Akahamasisha watu wamiliki yale maono na wawajibike. Unajua alipofika, mnakumbuka wiki iliyopita tulisoma, akawapa taarifa alizonazo. Akamwambia njoni tujenge, wakasema wow, tuko tayari. Hiyo ni mkakati unaohamasisha, unapiga hamasa kwanza. Alafu watu naambia inawezekana. Jamani, mmeona hii aibu? Tayari. Lakini kingine kilichonitia moyo, alianza ujenzi kwa kuweka wakfu. Alianza ujenzi kwa kuweka wakfu. Hebu tuende mstari ule wa sura ya 3 mstari wa kwanza. Sitasoma hiyo mstari yote, nisome tu mstari wa kwanza na wa pili nafikiri. Ndipo akaondoka Eliashibu kuhani mkuu, sawa Ndio wakati inaanza sasa, ujenzi unaanza. Akaondoka Eliashibu kuhani mkuu pamoja na nduguze makuhani. Kwa hiyo jopo la makuhani wakalijenga. Anasema na nyinyi makuhani msilete za kuleta, mnaanza kwa kujenga kwanza. Kwa mikono yenu jenga lango la kondoo. Wakazitia boriti zake, wakaisimamisha milango yake mpaka mnara wa Hamea. Wakalitakasa, wakadedicate mpaka mnara wa Hamaleli. Wakalitakasa. Biblia zaongeza akadedicate. Alianza ujenzi kwa maombi. Shida yako wewe, hata kuweka msingi wa nyumba yako unaona shida, maboko kuja kukuombea. Nataka nimpe surprise. Ikitake off, biashara nikianza kupita, ataona tu hata fungu la 10 limeongezeka. Usitaka unipa surprise bwana. Mimi surprise nishapata nyingi. Wewe njoo tu niambie, mimi ndio kazi yangu. Nitaweka wakfu, wala sikuombi hela. Nitaendesha gari kwa mafuta ya VAT hiyo. Nitaleta, nitapaki, nitakuombea biashara yako. Nataka nianze kuweka wakfu. Mabiashara makubwa. Wakaanza kwa kuweka wakfu. Hata ili kanisa ni kazi ya Mungu, tuliweka wakfu. Nilikuwa namwambia, wangapi walikuwepo asubuhi? Uliniambia wewe. Wangapi walikuwepo ile THM ya mwanzo wakati tunaanza kujenga hapa? Wangapi walikuwepo wengine ukiachia Caleb? Mnakumbuka msingi hapa nani aliweka msingi? Kuanza kuweka sururu ya kwanza. Niliweka mimi. Na picha ninazo. Nikapiga sululu, nikapiga maombi. Niambia this is gonna be your house, oh God. Dedication ndicho kilichofanyika hicho. Ambia makuhani njoni. Tusianze na hawa raia kwanza.
shikeni matofali hapo, jengeni. Boriti weka. Oh, sisi hatujasomea. Mtasoma tu, mtaelewa, mtaelekezwa. Lakini wakatakasa. Kwa hiyo kazi ilianza kwa maombi. Nao ni mkakati. Unataka kuja kunipa surprise mpaka utakapoingiza milioni. Mchungaji njoo, kwa kweli nimebarikiwa biashara yangu. Sawa, nitaomba. Lakini mimi nakushauri uwe na mikakati ya kiroho pia. Anza kwa maombi. Sawa Kwani kuweka wakfu ni kufanya nini? Kutakasa, walikuwa wanatakasa kwa maneno, kwa nyimbo. Makuhani. Haya, jambo jingine, familia zilijenga karibu na nyumba zao. Nenda kasome sura ya 3 yote, utashangaa. Aliwapangia watu kujenga. Yaani unajua, sikiliza, Yerusalemu kulikuwa na watu wanakaa pale Yerusalemu. Lakini kuna watu pia walitoka miji ya jirani na vijiji, ili mradi ni Wayahudi kuja kujenga. Sasa alichofanya, akawaambia mtajenga kila mtu pembeni mwa, yaani ukuta unapozunguka pembeni ya pale inapopita kale kakipisi kale. Unajua niliwaambia asubuhi, unajua mkakati huo uzuri wake ni nini? Uzuri wake ni huu, kwamba kama mkiwa wavivu kujenga, siku tukivamiwa na maadui, hapa ndio kutakuwa lango la kupitia. Si ni motivation hiyo? Hasa jamani, changamka. We Joeli, kazana mwanangu. Josia, kazana. Yaani maadui wasije, hapa ndio ikawa lango la kupitia. Ukuta umekamilika kwingine, alafu hapa kuna mpenyo. Kwa hiyo ina maana wafanya kazi kwa bidii. Lakini kingine, kuzuia watu wasisafiri sehemu ndefu. Yaani atoke hapa akajenge Uyole. Muda huo ametumia, si amke tu asubuhi tu shop. Mama, mmeamka huko? Ni familia zilijenga. By the way, ni familia zilijenga. Nenda kasome sura ya 3. Sawa Lakini jambo la kuweka makundi yanayofanana kuweka kazi kwa pamoja. Tumeona hata makuhani pale. Makuhani aliwalundika pamoja, lakini wana taaluma. Kuna taaluma mbalimbali alikuwa anaweka wafanye kazi pamoja. Watu kutoka miji mbalimbali. Kwa mfano Tekoa, Yeriko. Yaani kulikuwa na watu wanaweka kwa pamoja, manake wamezoeana na kazi itaenda kwa urahisi. Kama hivi nyie mkiambiwa sasa tunakwenda kwenye mkutano likubwa, alafu watu wa THM kaeni hapa. Si mtakuwa mnajisikia huyu namfahamu, mnatiana moyo. Ndicho alichofanya. Nenda kasome sura ya 3, sitaisoma. Ukweli ukiisoma inakatisha tamaa. Fulani akajenga hapa, fulani akajenga hapa. Usipotafakari hutaelewa. Viongozi, makuhani sio akawekwa pamoja na Walawi na watawala. Jambo la mwisho, alihamasisha moyo wa kufanya kazi maradufu kwa wale waliokuwa na moyo wa kufanya kazi. Unajua ilitokea nini? Kuna watu kutoka Tekoa, ukisoma yale maandiko, walikuja wale viongozi wao wakasema sisi hatuko pamoja na Nehemia, hatufanyi kazi. Watu wakaamua kufanya kazi kwa bidii na wakamaliza haraka. Ukisoma ile Biblia inaonyesha watu wa Tekoa walipewa mara 2. Walipomaliza sehemu ya kwanza wakapewa tena sehemu nyingine. Watu wa moyo wa kufanya kazi, utafanyaje kama kiongozi? Si unaambia wewe nenda kapige na huku, umemaliza, hawa bado hawajamaliza, wewe pige na hapa. Tunataka kumaliza kazi. Jambo la mwisho na la 4 katika mikakati. Walipotishiwa kijeshi, Nehemia akabadilisha mikakati. Nilikwambia wakati wanaendelea kujenga, maadui wakataka kupigana nao. Hebu nifungulie sura ya 4 mstari wa 16. Kuna mkakati mmoja mimi nimeupenda sana. Ikawa tokea wakati huo nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo na nusu wakaishika mikuki na ngao na pinde na deri. Okay, na kuendelea. Lakini hebu tuende mstari wa 18. Nao wajenzi kila mtu alikuwa na upanga wake umefungwa ubavuni mwake. Hivyo alivyojenga, na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu na mimi. Tuendelee. Kuna mstari na utafuta hapa. Aha. Yes. Twende mstari ule wa 9.
sura ya 4 mstari wa 9. Basi sisi tulimwomba dua Mungu, walikuwa wanafanya maombi, tena tukaweka walinzi. Yaani mikakati ya ulinzi ikaendelea na maombi yakaendelea na ujenzi ukaendelea. Basi sisi tulimwomba dua Mungu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Sinamwambia alitoka ikulu. Hivi unajua nyie msimchukulie poa Nehemia. Nehemia ametoka ikulu, mind you. Nakumbuka hapo kuna watu wanamzunguka, wanajeshi. Na inawezekana hata walikuwa wanamwambia wale makamanda, inawezekana walikuwa wanamwambia Nehemia, kitu kidogo hapa, waachie watu baadhi waanze kulinda. Sema ule mstari wa 19. Hebu nisome mstari wa 19. Nikamwambia makuu na mashehe na watu wengine, kazi hii ni nyingi tena kubwa, nasi tumetawanyika juu ya kuta, kila mtu mbali na mwenzake. Basi mahali pote mtakaposikia sauti ya baragumu, nendeni huko mkatujie, Mungu wetu atatupigania. Wow. Mstari wa 18, rudi mstari wa 18. Yes. Soma kile kipindi cha mwisho. Na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu na mimi. Yaani mtu alikuwa anapiga tarumbeta kama kuna uvamizi, alikuwa karibu na yeye, alikuwepo kule na wanajeshi wake na mshika tarumbeta. Tayari. Sasa hivi nilikuwa naambia unamchukulia poa Nehemia. Nehemia alitoka ikulu, anajua utawala. Anatoka kwa mfalme anayetawala dunia, anaitwa Tashasta. Kwa hiyo alikuwa anajua utawala, alikuwa anajua diplomasia, alikuwa anajua hata masuala ya kijeshi. Na hapa amepewa watu wa kumlinda. Kwani hujawahi kusikia mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa anasema kamata huyu? Nehemia sasa unamchukuliaje Nehemia? Umeridhika kwamba aliweka mikakati? Sasa nikusaidie kitu kidogo sana, labda nitaendelea wakati mwingine. Wewe unapoanza biashara kwa mfano hivi, unaelewa hata mtaji utaupata wapi? Mtaji, unajua maana mtaji utaupata wapi? Asubuhi nimewafundisha kidogo. Najua ndio moja ya changamoto. Mtaji baba, mtaji. Nikawafundisha vitu vichache tu kwamba mtaji, kama ni biashara ndogo, tafuta kitu cha thamani ulicho nacho, uza. Tayari mtaji. Unakuja kwangu, eti baba nina maono. Mtaji shingapi? 1,000,000. Huna? Ndio baba, sina. Naomba simu yako, smartphone ya 2,000,000. Huna mtaji? Are you serious? Unaona jinsi ambavyo akili shida. Wewe unataka watu wakuone unamiliki simu ya 2,000,000. Uza hiyo 2,000,000, chukua 500,000. Mliambiwa simu gani zinaitwa Infinix? Infinix zinauza shilingi ngapi smartphone? 180,000. Haya bana, wale ambao wanataka za gharama Infinix za gharama 300,000, 500,000, si ununue hiyo? Kwani utakosa taarifa yenyewe, itafanya kazi tofauti. Unajua picha ya iPhone, picha inatoka picha nzuri. Picha za nini wakati unajitafuta hapo? Shida unataka ukajirembeshe tu, tupe mapozi. Ndio shida. Alafu katupostie kwenye mtandao. Sasa yamekusaidia nini? Na una wazo la biashara la 1,000,000. Asubuhi niwaambia hivi, nitaona wauliza. Hebu toa simu yako.
baba, hii nilipewa tu. Unajua baba mdogo anafanya kazi anko. Sasa anko alikupa simu ya milioni 2, alafu wewe una wazo la biashara milioni 1.5. Si ukaiuze? Sijakusaidia hapo. Haya. Hatua nyingine, nidhamu ya pesa. Wewe sasa hivi ni mfanyakazi, unalipwa milioni 3. Yaani kweli matumizi yako lazima yawe milioni 3 kila mwezi? Haya tu nikupangie basi. Umetoa fungu la 10, 300,000. Zimebaki milioni 2.7. Umetoa sadaka ya ujenzi 100,000 uliahidi. Si ndio? Imebaki milioni 2.6. Kuja kanisani unatumia shilingi ngapi? Haya nikufanyie, basi nikufanyie unatumia 10,000 kwenda na kurudi. Na kila siku unakuja siku 30. 300,000. Alafu unakula shilingi ngapi? Mnakumbuka alivyokujaga hapa wale mliokuwepo wakati Joel na Nauka alikuwa anatufundisha namna ya kufanya saving. Alisema asilimia ngapi? 10 au 20? Wale ambao mlikuwepo alisemaga 20 au 10%? 10 au 20? Haya. Basi vyovyote vile. Yaani unashinda kweli kwa unafanya tu saving, una biashara unawaza kwamba mimi nitahitaji biashara ya milioni 15. Sasa kwa nini tu usiona save milioni 1 kila mwezi kwa mwaka mzima? Stari. Shida mpaka leo hujaanzaga hata hiyo biashara ya milioni 15. Hujaanza na mshahara unao. Aya, mkakati mwingine, nenda hatua kwa hatua kwenye utekelezaji. Usifanye kila kitu kwa wakati mmoja. Hata mimi hapa, kanisa, hospitali, shule, vyote vinanisubiri. Si tumeanza na kanisa? Nimewaambia vyote sasa hivi tuanze kujenga. Sasa hivi vingine viko kwenye maombi. Si ndio? Unafikia tutafika? Tutafika. Lakini una break. Kwa hiyo wengine shida, wewe unataka maono hayo uliyoyawaza yote siku moja. Haiwezekani. Na haya lazima muombe Mungu, of course. Omba mtaji kwa mzazi, kwa ndugu, kwa rafiki. Kama unaweza kuomba, omba. Watakusaidia. Jambo la 5, ujiunge na mtu mwingine, fanya partnership na mtu. Nilikuwa nawaambia asubuhi, mimi ninasimamia NGO sasa hivi. Tumesaini MOU na makampuni na mashirika zaidi ya 6 mpaka sasa hivi. Wana uzoefu na kufanya research na nini. Sisi hatujawahi kupata grant hata moja. Tunataka watubebe, afu tukishachomoka, mnajua kuomba grant wanaombaga uzoefu. Wanasema na uzoefu, ulishawahi kuhandle milioni ngapi? Na sisi tuweze kwanza kuonyesha unafanya chini ya mtu, akikuvusha mahali unaendelea. Baba yenu by the way nina NGO, si nimeshawaambia. Ngoja ianze kutema. Bado very soon. Imebaki hivi kidogo tu. Tunaanza kupata pesa. Mzee, unalala saa ngapi? Sasa unapenda kulala sana na selfie za kutosha. Mimi nikiposti sana ni Frank ameleta English service na mimi nakachukua kutu chwa naweka kwenye status ya maisha. Sasa tatizo kushofu kwingine. Tafuta basi ziingie ndio uanze kushofu basi. Na kutafuta magari ya kupigia picha. Lipo na lingine hilo hapo mbona mnapigia tu, mimi nawaruhusu. Endeni baba. Pia. Ni neema ya Bwana. Mungu wa Israeli. Jamani, la mwisho, kukopa kwenye taasisi za fedha. Mnajua hata hapa tumefanya project ya kukopa. Nimewaambia hata mimi nataka kukopa bilioni 1. Mzee, itakupa pressure. Hakuna cha pressure. Ninajua calculated move. Ninajua Mungu akinijalia kima cha chini nitapata kiasi gani kwenye hiyo biashara. Kwa sababu is a prime area. Nenda ni kama vile nenda hapa ukipata Mwanjelwa pale chumba huwezi kukalinganisha na unachopata kule Iganzo kwa ndugu yangu Dani.
chumba cha Iganzo cha biashara, semeni wenyewe ni shilingi ngapi? Nenda soko la nani la Mwanjero, shilingi ngapi? Kama huna milioni 50, tena hizo naambia ni kishika uchumba, si ndio? Kishika uchumba, yaani hiyo hela inaenda, hujaanza kulipa pango, milioni 50 unaziacha. 50, 70, nategemea na chumba. Baba, unajuaga wapi yote haya? Najua, mimi si mfanya biashara. Sasa mimi ninakojenga ni a prime area ambao najua nikishamaliza tu pap za haraka haraka nahisi za kushika uchumba tu kama milioni 300 hivi. Sasa sijatoka. Eti ndugu yangu, nitakuwa sijatoka. Na mkopo wenyewe utaniambia labda sana milioni 20 kila mwezi. Baba tusaidie. Mimi nimemaliza. Kweli kabisa. Mimi nimekupa angalau hata maono ya kufanya biashara basi, hata kidogo tu. Yaani nikumegee tu angalau kidogo, namna ya kukufikirisha. Yaani mimi nakutibua ili kutibuke ufanye kitu halisi. Yaani tukikutana siku nyingine hapa, ambia ile baba, kwa kweli ile somo lilinitoa. Nataka kutoka kimasomo. Kulala kwenyewe saa 2. Nachoka sana, mimi najisikiaga uchovu yani mimi. Na sasa nikitoka kwenye praise. Nafikiri Mungu ndiye atakusikia. Hamna. Haya bidii nitawapeleka kwenye utekelezaji. Utekelezaji ndio mbombo ngafu. Inahitaji bidii na kuwa focused. Naanza kukumegea. Yaani utekelezaji unahitaji bidii na kuwa focused. Na ndio maana mimi jamani, kweli nawaambia ukweli kabisa. Hapa nakuja saa 11. Siku zingine sawa nalala mpaka saa 3 hivi. Lakini hata hiyo saa 3 niko nyumbani, nimeshaamka asubuhi, nimeshaomba. Nishapiga maombi. Hata muulizeni binti yangu ile pale. Eti mimi siamkage asubuhi kuomba. Yupo hapo, muulizeni. Anaanza kusikia na nanena tu kwa lugha huko kwenye chumba changu cha maombi. Uzuri hakina siri, nikishaanza kunena kwa lugha tu hata huko anasikia. Shanda rabashaya, eraibos. Sasa unajua maombi ya Pentecoste ndio shida. Sasa hiyo asubuhi ninapokuja hata hapa saa 4 saa 5 nimeshapiga maombi masaa 2 matatu. Nimeshakuombea na wewe, nimeombea na maono yangu, nimeombea na maono ya THM. Wewe sasa saa 12 kijana kiume na kataulo, piga mswaki saa 3. Watu wameamka saa 12 wako barabarani. Kweli kabisa, ni kweli mtoto. Hapana. Ninaopa mausia hapa. Utaamka pambana. Omba saa 10, amka saa 10, piga maombi biashara leo. Baba, naomba wateja, unisaidie, uniwezeshe, unitie nguvu, ukalete wateja kutoka kaskazini, kutoka kusini, magharibi na mashariki. Baba, naomba. We, saa 12 ndio kwanza. Na bahati mbaya sasa saa 2. Sasa hapa kinachofuata nini? Hata siku yenyewe hujaipangilia, huna maono ya siku. Yaani hata hujui hata mikakati ya siku ya leo itaishaje. Ngoja nikamtembelee dada Catherine. Alafu dada Catherine unakuja kukumbuka, atakuwa kazini saa hizi. Nani anaweza kuwa amezuba? Nafikiri nikienda kwa mama Grace, mama mchungaji. Dada upo? Nimekumisi siku nyingi. Nilikuwa nawaza tu kama uko nyumbani. Kweli. Yaani hata siku hujaipangilia.
Kweli kabisa. Ndio maana hujui hata ratiba ya kuja kwenye maombi. Wenzio wanapangiliaga siku, saa fulani mpaka saa fulani nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Na ndio maana mimi naweza nikakupa appointment nikamwambia saa 5, kuna siku nyingine saa 5 na mtu, saa 7 na mtu, saa 9 na mtu. Siku nina upako wa cancel watu. Sasa saa ngapi nitawaza nimsome Nehemia saa ngapi? Si ningeja nikapiga porojo tu hapa. Saa ngapi nitawaza kujenga jengo? Saa ngapi nitawaza wewe Jumatatu, si kila Jumatatu naona gapi? Ikifika saa 1 na block up. Niko kwenye simu, nina manage taasisi online. Hakuna hata muda wa kukutana hamna. Na online mnazo. Kweli? Jamani kizazi hiki, nyinyi mtatumiaje hizo mitandao sasa? Kuna Zoom meeting. Naongeaga masaa 2. Mimi ndio CEO. Na wananisikiliza, nawapa mawazo. Kila Jumatatu, njoo Jumatatu saa 1 utanikuta niko nani wewe ulishaingia saa 1 Jumatatu. Unanikuta naongea. Nafanya vikao kila wiki. Alafu nikitoka, nikija kutoboa, nasema mzee, nafikiri amenunua na suti mpya, ngoja nitanunua zingine. Akaza, ameanza hizi suti hizi, nafikiri hii awamu hii, kama hajatupiga milioni 5 hapa mzee, pole. Naomba tusimame.